Hello, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Penzi Moto Moto, na hiki ni kipande cha pili. Kabla hatujaendelea, nikukumbushe tulipokuwa tumeishia. Josefu aliizamisha ndani, akaanza kunitia kiuno, nikawa namkatia taratibu. Shanga zikawa zinazunguka tu kiunoni. Mwanaume alinitia mpaka machozi. Raha nilizompa hajawahi kupewa kama yangu, hajawahi kupata. Tulivyomaliza nikafanya hiki. Niliandaa maji ya moto, nikayapoza yakawa ya vuguvugu. Nikaingia naye bafuni, nikaanza kumuogesha mai wangu. Mwanaume ananiuliza, Husna, huu utundu kakufundisha nani wewe mtoto? Mbona utaniua mie? Wakati wote hayo anaongea, mie nilikuwa nacheka tu, malaya tu. Sasa nikusihi tu, hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa pamoja mwanzo mwisho wa simulizi yetu. Tunaingia kipande cha pili sasa, lakini kubwa ni kuhakikisha una like na usiache kushare na marafiki ili tuweze kuwa pamoja mwanzo mwisho. Kipande cha pili tunakianza. Yaani mule bafuni nikataka tena. Niliamua nikamwambia baby, njoo kwa nyuma nikune na hiyo bakola na washwa huko ndani. Ukipakojolea itakuwa bora, patakaa sawa. Nikacheka. Akanipa kimoja pale, tukaoga vizuri, tukatoka kuelekea meza ya chakula. Nikamwandalia manjumanti pale, tukara. Wakati tupo tunakula, simu yangu ikawa inaita, ikiwa kwenye chaji. Nilikuwa natumia tu kisuswadu. Nikainuka kwenda kupokea simu. Alikuwa mama Hussein, rafiki yake mama yangu mzazi Husna. Akasema, Husna mwanangu, uko wapi mama? Nikamwambia nipo kazini. Akaniambia, acha uongo Husna, kazini kwako haupo. Nimekuja, nimeambiwa leo haujaonekana kabisa kazini. Nikanyamaza kimya. Akaniambia, Husna, njoo nyumbani kwangu haraka. Nikamwambia, kuna shida gani kwani? Akaniambia, hapa upo na nani? Nikamwambia, nipo na rafiki yangu. Akaniambia, mpe simu. Nikawa nimepatwa hofu kidogo. Nikampa simu mbaba wangu pale, akaongea. Nikasikia tu akaitika sawa sawa. Aya mama, hakuna shida. Basi akakata simu. Akaniambia, Husna, twende. Nikamwambia, kuna nini baby? Akaniambia, twende tu. Tukatoka tukaingia kwenye gari mpaka nyumbani kwa mama Saidi. Tulipofika nikamwona mama Saidi anakuja na vipande viwili vya kanga. Akanifunga kimoja, akanifunika, akanikumbatia, akaanza kulia, huku mbaba wangu yupo amesimama pembeni. Mwenzenu nikawa sielewi what is going on. Kuna nini? Mbona unalia? I say. Nilishangaa jibu nililopewa, eti mama Husna hatupo naye tena duniani. Husna, mama yako amefariki. Yaani nilipata ganzi mwili mzima ukawa unatetemeka.
Nyie acheni tu, msiba usikie kwa jirani tu, ila usije ukakukuta. Nilipiga kelele, nililia kwa uchungu jamani. Sitokani sahau hiyo siku, nilikuwa kama chizi. Mwanaume wangu alinihurumia sana. Alisimamia ule msiba, kuanzia matenti, chakula, magari ya kubebea watu, mavazi, kila kitu. Yaani mwanaume alijitoa kama mtoto wa mama yangu wa kumzaa. Kiukweli nilimstiri mama yangu kwa heshima kubwa. Sasa mama yangu alikuwa na maradhi kipindi kirefu kidogo, kama nilivyoambia. Tangu nilipopataga kazi alianza kuumwa kila siku, akawa ni mtu wa kulala tu. Nilihangaika kumtibu huku na kule, lakini mwisho wa siku ndo hivyo, aliaga dunia. Husina anatueleza, baada ya mama yake kufariki, mwanaume akawa analala matanga pale kwetu mpaka siku 3 hadi kazi aliomba ruhusa ya kufiwa. Alikuwa karibu sana na mimi, alijua kunifariji sana mie. Kiukweli alikuwa msaada mkubwa sana kwangu, maana bila yeye hata sijui ingekuwaje. Nilimshukuru kwa moyo wake wa kujitoa katika zoezi zima la kumstiri mama yangu. Akaniambia ni jukumu lake kama mume. Mr. Joseph aliniambia, Husina, nimeona maisha yako, huna ndugu, huna mama, huna baba. Kuanzia leo mimi ndio ndugu yako, na kuahidi hautojutia wala kujihisi mpweke maisha yako yote. Baada ya wiki moja alikuja kunichukua nyumbani kwetu, kisha akaniambia, chukua kila kitu ambacho unahisi kinakufaa, tuondoke. Nilifungasha pale, nikaaga baadhi ya majirani, nikaondoka zangu. Ila safari hii sikufikia nyumbani kwa bwana. Nilipelekwa mtaa mwingine kabisa, tofauti na kwenye apartment nzuri za kisasa. Nyumba ilikuwa ndani ya fensi. Kulikuwa na apartment 3 nzuri za kifahari. Moja ndo nilipangishwa mimi. Niliingiza nguo zangu ndani, nikakuta tayari kumeshafanywa setup, kila kitu kipya ndani. Nilimshukuru Joseph wangu, kiukweli alinifaa mno sana. Jamaa alifurahi, akaniambia, Husina, kwa sasa hivi utakaa hapa, najua nao hauko sawa, kaa hapa utulize akili kwanza, zeni tuone nini cha kufanya. Mpenzi msikilizaji, yawezekana una biashara yako, unaweza ukatangaza nasi ikufikie, wateja wengi wafikie. Hii ni pamoja na kuwa miongoni mwa wadhamini wetu katika vipindi vya simulizi, ili kila simulizi tuweze kukupostia biashara yako. Unaweza kunicheki WhatsApp kwa 0692 066 455 kwa njia ya WhatsApp. Lakini kwa njia ya Instagram unaweza kutucheki Vam TV Online, utatupata, au Facebook Vam TV Online, ukatutumia ujumbe ili tuweze kukujibu. Kwa njia ya email, wataalamu unaweza kututumia kwa small letter ama herufi ndogo, vamtvonline@gmail.com, ili uweze kutangaza nasi, kila kitu kitakuwa sawa. Unaweza kwa mganga mtibabu kwa ajili ya herbal clinic ama zen, hatujui. Lakini pia kwa accessories za watu wauza wa simu, kompyuta, kamera, tucheki tuweze kuruka nanyi katika matangazo.
Bei ni sawa na nafuu kabisa. Tuendelee na simulizi. Kumbuka kusubscribe na kulike. Basi kama nilivyoambiwa, nyumbani nilivyopangishwa ni ndani ya fence. Bati humo ndani kulikuwa na apartment ngapi? Hizo 3. Yaani tulishare fence moja tukiwa watu 3, bati kila mmoja anajitegemea. Wakaka wawili pamoja na mimi wakati nahamia pale, wapangaji wengine sikuwakuta. Nilikuwa mimi tu na bebe wangu. Tulipika tukala, baada ya hapo tukajifungia zetu ndani, maana tulikuwa tumesiana kinoma. Bebi wangu aliniomba tamu tufunge nyumba, yaani tufungue nyumba kwa kitu kizuri. Mimi ni nani hadi nimkatarie? Nilikiandaa kitumbua tayari kukuriwa. Bebi naye akauandaa muhogo. Tukaanza hari ya kimchezo, kufanya michezo. Jamani, sijui Jose alikuwa na hamu kiasi gani, maana alinisugua huyo mpaka kikaumuka. Tulifanya michezo mpaka jioni. Akaniaga akaniambia anarudi kwake. Akajiandaa na safari. Nikashangaa, safari ipi? Ya wapi? Akasema anakwenda nyumbani kwao Mbeya. Kumbe Jose ni Mnyakyusa. Joseph ni Mnyakyusa. Unafuata nini? Mbona safari ya ghafla? Ndo unaenda kuoa? Akacheka akaniambia, ninaenda kuzungumza na familia yangu kuhusu ndoa yangu na wewe. Wow. Nilifurahi sana, wala sikumpinga. Tuliagana akasepa. Usiku wa siku hiyo nililala hoi, maana ilikuwa imeomoka, imevimba hatari. Kumbe jamaa alinikula akijua anasafiri, yaani aliniacha kikojoreo kinawaka moto bara. Kulipokucha asubuhi na mapema, nikamwamsha mume, yaani hapo tayari nishaanza kumuita mume wangu. Nilimuomba apitie kwangu nimwandalie kiamsha kinywa ale kabla ya safari. Akasema sawa. Nilimwandalia maji ya kuoga. Baadaye nikamwandalia chai. Pale alipofika akaingia bafoni. Akakoga akanywa chai. Alikuwa na haraka sana. Alipomaliza akaniambia, sasa Husina. Kinyakyusa chenyewe. Huyu Joseph alikuwa anaita hivyo. Ni Swahili Husna, lakini Husina it means Kinyakyu. Na mimi Mnyakyu bana. Mimi nasafiri naenda Mbeya. Nafanya haya yote kwa ajili yako. Tafadhali sana usije ukanisaliti, yaani Husina mwanamke wangu. Na kuomba nitunzie tunda langu, mke wangu. Hii safari ni yako mama, na kuomba uniaminishe kuwa sijakosea kukuchagua. Nilimtoa wasiwasi pale, nikamwambia mpenzi, yaani usio na wasiwasi kuhusu mimi. Kumbuka ulikuta ikiwa bikra, wewe ndo ulifungua na utaendelea kula peke yako. Mimi ni mwanamke ninayejielewa, siwezi kufanya ujinga bwana. Alo. Jamaa alifurahi akanikumbatia pale, mabusu kem. Akaniambia nimsindikize wakati tunatoka nje. Macho yetu yaligongana, macho ya kijana mmoja mtanashati sana, mweusi, kapanda kidogo hewani, ana kabodi fulani hivi ya kigentleman. Ni macho ikanitoka mwa. Huyu mkaka alikuwa anafungua gari yake kali aina ya Benzi. Aise,
mwanaume ni mzuri. Nilimsalimia yule kaka habari. Akaitika nzuri za asubuhi, salama. Alimsalimia Mr. Joseph pale, kisha akawasha gari na kuondoka. Baada ya yule kaka kuondoka, nikashangaa Jose anasimama. Nikashangaa huyu vipi? Mara akanigeukia na kuniambia, Husna, ebu kavae nguo tuondoke. Nikamwambia tuende wapi? Baba, nimekwambia kavae nguo tuondoke wote, tunaenda Mbeya, sikuachi hapa. Lol. Kusema kweli mimi nilicheka, nikamuuliza kwa mshangao, kwa nini baby? Sina imani sana na huyo kijana Husna, ebu kavae nguo haraka tuondoke. Sikumpinga mimi. Niliingia nikavaa, hata sikubeba nguo nyingi. Nilichukua mkoba mdogo tu, nikaweka lotion yangu, mswaki, chupi, vitu vya muhimu, tukaondoka. Kumbuka hapo bado wiki mbili Tabora kwa Tunu, ufanye send off kisha ndoa ifate. Tulipofika jijini Mbeya, mwanaume alimpigia simu dada yake mkubwa. Akamwambia, dada, nipo stendi, nimekuja Mbeya, nina mazungumzo na familia, ila kabla ya kuonana naomba kuonana na wewe kwanza. Dada mtu akamwitikia, akamwambia, nipo kazini mdogo wangu, na kuomba sana waonane. Dada yake alikuwa ni nesi. Akamwambia anatoka kazini saa 10, hivyo avumilie mpaka hiyo mida. Kwa kuwa nilikuwa nimechoka na niisha kuwa Mrs. Joseph, si unajua, alichukua chumba cha hoteli tukapumzika. Mida ya saa 10 simu ya mshikaji ikaanza kuita pale. Alikuwa dada yake Mama Anga. Mara akapokea, akamweleza hoteli tulipo. Haikuchukua hata nusu saa akawa amefika. Mwanaume akaingia, akaniaga, akaniacha chumbani. Akatoka na dada yake mpaka sehemu ya baa pale. Alipofika wakaanza mazungumzo yao. Mie tena cha umbea. Nikawa nachungulia kwa dirishani na waona wanavyoongea. Mwanaume anaongea kwa msisitizo baraa. Mida kidogo nashtuka, simu yangu inaita. Alikuwa ni mwanaume wangu. Nikapokea. Haya mke wangu mtarajiwa, njoo umuone wifi yako. Nikaitikia, nikamwambia sawa mume wangu, nakuja. Nikatoka kauoga kwa bahari, nikamkuta wifi kibonge huyo, mashavu ndi mweusi kama koboko. Wifi, nisamee uko uriko, ila kasula cha mume na kaona kidogo wanafanana kwa mbari. Nilimsalimia pale. Mida kukunja kagoti, nikampa mkono. Akamwangalia kaka yake. Kaka, una hakika au kakuchanganya haka katoto kabichi haka kazuri kweli? Mimi siwezi kukupinga maamuzi yako. Sasa jiandae nimpeleke wifi nyumbani akapumzike, kisha tuende kwa baba.
Basi tulichukua mizigo yetu pale hotelini, tukaondoka kuelekea nyumbani kwa wifi. Wifi alikuwa ana maisha safi, jumba zuri tu, watoto wake wanaongea English, yani mwanzo mwisho. Nikakaa na tumbua macho tu. Nilikaribishwa ndani, nikapewa chumba pale. Wao hawakukaa, wakaondoka kuelekea Tukuyu, nyumbani kwa wazazi wao. Baada ya kuondoka yalipita masaa kibao, kimya. Jamaa hanitumii hata kameseji. Nikajiuliza au mambo yamebomba huko. Siku hiyo nilituma meseji kibao, mwanaume hajibu. Nikapiga namba, naambiwa namba is busy. Basi nikaamua kunyamaza nione nini kitaendelea. Mpaka saa 7 usiku wifi na mume walikuwa bado hawajarudi. Mie pressure juu. Ikabidi nimuombe dada wa kazi ampigie simu wifi ili nijue huenda wamepata matatizo. Dada alipompigia wifi akapokea, akamwambia tupo njiani tunakuja. Haikupita dakika 20 tukasikia honi, wakaenda kufungua geti cha kwanza. Nilimkumbatia mwanaume wangu nyie. Ila nimekumbuka. Nikasema nimekukumbatia tu mister. Akaanza kumwaga machozi. Nikamwangalia wifi akainamisha kichwa chini. Sasa nikawa nina maswali kichwani. Nini kimetokea? Mbona wamerudi wamenywea hivyo? Kidogo simu ya wifi ikaanza kuita. Akapokea. Vipi, mmefika salama? Akasema ndio baba, tumefika salama. Nikasikia kwa mbali sauti inaongea, na mdogo wako aache mambo ya kitoto kabisa. Hakuna mtu atakayekubali hiyo ndoa kufa. Mwambie aachane na tamaa za kimwili. Akumbuke siku alivyomvisha Tunu pete na ahadi zote alizitoa. Zile ni dhahiri kwa Mungu, ni nadhiri kwa Mungu. Kisha amwache mtoto wa watu aende kutuletea mwanamke ambaye hatumjui tena Muislamu. Hicho kitu kwetu hakipo. Yaani huyo mwanamke ni pepo kabisa, lishindwe kwa jina la Yesu. Mwenzenu nguvu zikaniishia, nikajikuta natokwa na machozi tu. Mama angu. Wifi yangu akawa anaitikia ila kwa uoga sana. Baada ya maongezi akakata simu. Tulikumbatiana pale, nikaigiza kama sijasikia kitu. Kwa jinsi yule baba alivyokuwa anabweka kwenye simu, nilikata tamaa kabisa ya ndoa. Niliumia mpaka nikaanza kulia. Jamani, kama mnavyojua mwanaume wangu wa kwanza kwenye maisha anayenijali na kunipenda, naona familia yake inanikataa. Hata ungekuwa wewe ungeumia kiasi gani jamani? Nililia nikakumbuka na msiba wa mama da. Nililia mpaka macho ikavimba kabisa. Usiku ule hatukulala. Tulikaa macho mpaka asubuhi. Waliandaa chai lakini nilishindwa kunywa. Jamani, alinibembeleza nile ila niligoma kabisa. Nilipofika mida ya saa 3 asubuhi, Josefu na dada yake waliamua kuniacha pale. Wakasema kuna mjomba wao anakaa bondeni huko, wanamfuata kwenda kuzungumza naye. Basi wakaondoka wakaenda kuzungumza na mjomba. Wakaniacha mimi pale na watoto pamoja na binti wa kazi. Ilikuwa siku ya Jumamosi, watoto hawakwenda shule.
Haikuchukua masaa, alikuja mgeni. Huo sio wa nchi hii. Ugeni huo sio wa nchi hii. Walikuja watu kibao wamejaa kwenye gari aina ya Noah. Kichwa nikajisemea kimeumana. Nilipomuuliza dada wa kazi wale ni kina nani, akaniambia ni wachungaji wawili, baba mzazi wa Josefu na mama mzazi wa Josefu, shangazi yake na wajomba zake. Wakaingia mjengoni. Picha linaanza. Kila niliyemsalimia hakuitikia salamu yangu, kasoro wale wachungaji tu. Leo tumekuja kumuona shetani live. Tumesikia shetani la kike lipo nyumbani kwa mama Anga. Tumekuja kumuona. Maneno ya mama mkwe hayo nakwambia. Akasimama akashika na kiuno. Hivi we binti una miaka mingapi? Nikamjibu nikamwambia na miaka 26. Husna anasema. Mama akaniangalia, akanipandisha, akanishusha, akaniambia, hivi wewe umezaliwa kabisa na ulibebwa miezi 9 kwenye tumbo la mwanamke, au ulianguliwa kama mayai ya kuku? Humuonei huruma mwanamke mwenzio ambaye yupo katika maandalizi ya harusi yake, akiamini kuwa mwezi ujao anapata mume. Alafu wewe shetani unaingia katika unataka kubadilisha ratiba ya Mungu. Binti, katafute Muislamu mwenzio akuoe, sio mtoto wangu mimi. Yaani mwanangu mimi hawezi kabisa kukuoa. Mwanangu ni mume wa Tunu, sio wako. Mimi sikujui wewe na unikome kabisa. Nilichambwa mchanganyiko wa Kiswahili na Kinyakyusa. Nikakemewa mie ni pepo. Niliinama chini. Jamani, nililia, nilichambwa. Nilikula kichambo kitakatifu. Wale watu walinichambua kama karanga. Nilichokifanya, nilipiga magoti nikamwambia mama, nashukuru sana, asante, mimi ni mwanao, tuliopendana tu na ni mapenzi tu. Ndio yaliyotufikisha hapa. Nisamehe sana kwa kuwakwaza wazazi wangu. Na waahidi hamtoniona kwenye maisha ya mtoto wenu. Mubaki na amani. Nilinyanyuka nikaingia ndani, nikabeba mkoba wangu, nikatoka nje na kuondoka hata nisijue wapi naelekea. Nilitembea umbali mrefu nikiwa nimelowa tepe tepe. Nilikuwa nalia kiasi kwamba mpaka nguvu zinaniishia. Nililia mpaka nikaingia period na haikuwa tarehe yangu. Simu ilikuwa inaita mpaka ikazima chaji. Josi na dada yake ndo walikuwa wanapiga. Na hisi waliporudi nyumbani wakakutana na ule ugeni, wakajua tu kimeumana. Basi mwanaume ikabidi atoke kuanza kunitafuta. Kila alipouliza anaambiwa alipita hapa. Mwanamke anapiga simu, sipokei. Mwanaume akavurugika na akili. Mpaka jioni saa 11 ikabidi aende akatoe taarifa polisi kuwa nimepotea. Tena nilipoona jioni imefika sina mwelekeo, nikaulizia usafiri wa kwenda mjini, nikapata, nikaondoka mpaka maeneo ya mjini kwenye mtaa mmoja hivi. Nilikuwa nimechafuka sana. Niligonga mlango tu, nyumba si ifahamu, nikaomba kubadilisha nguo.
Walinisaidia kiukweli. Watu wa Mbeya ni wakarimu mno. Huwezi amini, kwenye ile nyumba niliogonga hodi nilipokelewa na mwanamke mmoja hivi. Alikuwa zake jikoni anapika. Nilimwomba niingie hata kwenye choo chake cha nje nibadili nguo. Yeye alinikaribisha ndani kwenye chumba cha watoto. Nikavua nguo nilizokuwa nazo, maana nilikuwa na nuka jasho matope kama yote. Ilikuwa msimu wa mvua. Wakati nabadili, alikuja huyu dada akaniangalia sana, akanisemesha, unabadili bila kuoga? Si ungeoga kwanza? Njoo uangalie hapo nje, kuna maji nimeyakinga ya mvua. Chukua hayo kwenye ndoo ndogo ujimwagie. Nilimshukuru sana, nikatoka nikaenda kuoga. Nilipomaliza akaniambia, binti njoo, unaonekana haupo sawa. Hebu niambie, una tatizo gani? Basi nikaangua kilio pale. Akanibembeleza sana, akaniambia, niambie, ninaweza kukusaidia. Ikabidi nimsimulie. Nikaweka uongo pale kidogo. Nikamwambia, nimekuja na mchumba wangu kutambulishwa ukweni, lakini wamenikataa kwa ajili ya dini. Akasikitika sana, akaniambia, sasa unaenda wapi saizi? Nikamwambia, mimi sijui, mwanaume wako anajua kama umeondoka. Nikamwambia hajui. Akaniambia, nipe simu yako. Nikampa. Akaingia ndani, akaiweka kwenye chaji, akanitolea mkeka, akanipakulia chakula, akanipa kikoi kizito nijifunike. Basi akawa ananiambia maneno ya kunitia moyo sana. Tukakaa pale nje, kisha akanipa maji ya kunywa. Nikala, nikamaliza, nikanywa maji. Akaniambia, mwanangu, mimi nina mabinti na ninakusaidia wewe leo. Ninaamini wanangu kesho watasaidiwa hata nikiwa sipo. Nikamshukuru. Mida ya saa 3 usiku alichukua simu yangu akaiwasha. Akaniambia, mpigie mwanaume wako niongee naye. Nikampigia, akamsalimia, akamwambia, mimi ni msamaria mwema tu. Nimekutana na binti akiwa kwenye hali mbaya sana, ila kwa sasa nimejaribu kumweka sawa, nipo naye nyumbani kwangu. Jamani, mwanaume alimshukuru, akamwambia, sijui nikupe nini mamangu. Asante sana kwa kunisaidia. Naomba unieleze nije sasa hivi nimuone mwanamke wangu. Alimwelekeza, akaja chapu, akawa na rafiki zake wawili wa kiume. Walipofika pale, jamani, alinikumbatia kwa nguvu, tukaanza kulia peke yetu pale kama msiba yani. Wale marafiki zake wakawa wanatubembeleza mpaka tukakaa sawa. Mapenzi yana ujinga mwingi sana. Yule mama aliyenisaidia alituangalia sana, kisha akamwambia, Joseph, kijana unampenda sana huyu mwanamke, na huyu mwanamke anakupenda sana. Yaani nyie mnapendana. Pambanieni penzi lenu. Joseph akawa anaitikia tu, ni kweli mama. Mimi nikawa najiuliza, anaitikia kwa kumaanisha au anampa moyo mama wa watu. Ulipita muda kidogo pale, nikashangaa mwanaume ananiambia, tuondoke. Tuende wapi? Baada ya kuuliza tunaenda wapi, nikashangaa na bebwa mpaka kwenye gari. Safari ikaanza mpaka Roji. Nikabembelezwa, nikapewa dawa za homa, maana lile baridi na yale maumivu ya vichambo, nilijikuta napata homa ya ghafla. Josefu alinibembeleza mno, na kutokana na kile kilichotokea
aliniambia kuwa wazazi wake wamemkosea na hatokaa awasamehe. Nililala usingizi mno kifuani mwa bebi wangu. Asubuhi ilipofika kaniambia jiandae, tunaondoka kwenda wapi? Hakunijibu. Asubuhi na mapema tukaanza safari. Sikujua tunaelekea wapi, maana kwenye gari hakuna aliyekuwa anamsemesha mwenzie. Yaani kila mtu alikuwa yupo kimya kabisa, kavimba kivyake. Yaani nilikuwa natamani kupasuka kwa hasira. Safari yetu iliishia Njombe kwa ndugu yake. Tulikaribishwa na kaka yake. Yeye alikuwa mtu mzima kidogo na pia alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Baada ya kustaafu aliamua kujikita kwenye biashara ya mbao huko Njombe. Baada ya kukaribishwa tukapikiwa, tukala. Yule baba na familia yake walikuwa watu wazuri sana, wenye upendo mkubwa mno. Maimani alianza kumwelekeza kaka yake pale kila kitu kilichotokea. Kiukweli alisikitika sana, lakini akamwambia mdogo wake kitu anachotakiwa kukifanya hakiwezekani. Ndoa yao ilishatangazwa kanisani. Wazee hawatakuelewa cha kufanya, mkubaliane na Husna uende ukafunge ndoa na Tunu, ila usishiriki naye chochote. Ukishafunga naye ndoa usimguse, fanya kile wazazi wanachotaka kwanza. Nina imani huyo Tunu akiona humgusi hataweza kuvumilia kuishi na wewe. Ni lazima tu ataondoka mwenyewe, na akishaondoka wewe Husna mtabaki kuwa huru na mapenzi yenu. Kiukweli mimi ilikuwa ngumu kuelewa. Sikutaka Joseph afunge ndoa na Tunu. Shemeji na mke wake walijaribu sana kunielewesha, nikaitikia tu, ila hata usoni sikuweka furaha. Tulikaa pale Njombe kwa siku mbili. Ile siku ya pili ambayo ndio tulitakiwa kurudi Dodoma usiku, Tunu alipiga simu ya Mr. lakini Mr. hakupokea. Mie niliona tu missed call 3 na zote hazikupokelewa. Baadaye nikaona mama mkwe anapiga. Joseph akapokea simu ya mama yake, akaanza kubwekewa. Kwa nini upokei simu ya mwenzio? Unajua anataka kukwambia nini? Yaani ole wako usifike kwenye sendofu siku hiyo. Ndio siku nitakukataa kuwa wewe sio mtoto wangu. Mpigie simu mwenzio umsikilize. Anataka kukwambia nini Joseph? Joseph alimuitikia mama yake kwa hasira, akakata simu. Ikabidi ampigie Tunu. Kwa mara ya kwanza nikamsikia Tunu na Maimani wanaongea. Baby, mbona hupokei simu? Shida nini? Unajua sikuelewi. Baby yangu, sema shida yako nikusikilize. Unanipa mashaka mpenzi. Umepatwa na nini? Mbona umebadilika ghafla? Yaani sikuelewi. Mawasiliano mimi na wewe umepunguza, wakati tupo kwenye hatua za mwisho za maandalizi ya harusi yetu. Na unajua Jumamosi ni sendofu, lakini mpaka leo hii hata huniulizi nimefikia wapi. Hakuna mawasiliano. Hebu niambie babangu, nimekukosea nini? Tunu alilia kwa machozi hivi. Tunu, nikuulize kitu? Akasema hivyo. Niulize baba. Hivi ni nini kilikufanya utake kuolewa na mimi? Sikuelewi mume wangu. Nilikupenda, ndio maana sikukataa uliponichumbia na kunitaka tuoane. Nilikubali. Sasa mbona unataka kujitoa wakati mwanzo wewe ndo ulinishawishi nikupende? Sasa kwa mfano nikikwambia kuwa kwenye moyo wangu haupo, kuna nafasi ya mwanamke mwingine Tunu, utajisikiaje? Mbona sikuelewi yani? Unamaanisha nini? Unatakiwa
Uelewe Tunu, siwezi kukuficha. Mimi kwa sasa sikupendi, nampenda mtu mwingine. Na kwa kuwa naona mambo yako ukingoni, nimeona kabla ya kwenda kufunga ndoa ambayo sitokuwa na furaha nayo, ni vyema nikuweke wazi, mimi siwezi kukuoa. Kuna mwanamke nampenda na ndio nitamuoa. Naomba uongee na familia yako, waambie Josefu akasema ikiwezekana kuliko kuingia kwenye ndoa ya mateso, ni bora hii harusi ife kabla haijafungwa. Nilimwangalia Josefu, alikuwa yuko very serious. Tunu hakuna alichojibu. Nilisikia kilio huku upande wa pili. Mixa Kiingereza, no Jay, you cannot do. If me, you cannot kill. Kama chochote. Simu ikakatika. Kusema kweli niliogopa sana.